maana unaweza kuona kazi kubwa hiyo ambayo inafanyika. Fedha hizi ambazo nimezitaja bilioni 60.2 kwa kipande cha Julai hadi Disemba zimeokolewa. Inaweza kutumika kuchangia afua mbalimbali katika mipango ya afya ya uzazi, mama na mtoto, ununuzi na usambazaji wa dawa muhimu, vifaa tiba na vitendanishi. Hili sio jambo dogo, hakika ni mguso chanya kwa maisha ya Watanzania. Katika kesi 489 zilizosikilizwa mahakamani, Jamhuri imeshinda kwa 68.8%. Hii ni ishara ya kazi nzuri ya uchunguzi, ushirikiano madhubuti kati ya TAKUKURU na Mahakama ya Tanzania, ambapo kazi hii imefanyika na majibu yake yamepatikana. 68.8% kesi Jamhuri imeshinda kati ya kesi 489. Hiki pia ni kitu kizuri ambacho Watanzania mara zote wanatamani kukiona, na Mheshimiwa Rais alikuwa akisisitiza kwamba panapokuwepo na masuala ya rushwa, chunguzi zikamilike na uamuzi ufanyike. Hii 68.8% ni moja ya ishara kwamba kazi hiyo inafanyika kutekeleza hayo maelekezo. Tuongeze jitihada za kuweza kuhakikisha mashtaka yanapelelezwa, yanakamilika, kesi zinapelekwa mahakamani na uamuzi unafanyika. Nitumie jukwaa hili kuishukuru na kuipongeza Mahakama ya Tanzania kwa kutimiza wajibu wake wa kutenda haki katika kusikiliza mashauri mbalimbali yakiwemo ya rushwa. Inatekeleza wajibu huu kwa weledi na uadilifu mkubwa unaochangia katika kuzuia na kudhibiti vitendo vya uhalifu nchini. Ninapongeza pia juhudi za TAKUKURU katika kutoa elimu kwa umma, hususan kwa vijana, pamoja na hatua za kushirikiana na taasisi za elimu Tanzania kuingiza maudhui ya mapambano dhidi ya rushwa katika mitaala ya elimu. Hili ni jambo muhimu sana. Watoto wakijengwa kuanzia wangali wadogo, wakaelezewa madhara ya rushwa, watakuwa wakiwa wanachukia rushwa. Mtakumbuka wakati tukiimba nyimbo za ukombozi, jinsi ambavyo tulikuwa hatujui hata kama kuna mpaka hapa katikati, kwa nachukia makaburu, kupitia nyimbo za mchaka za tembezi. Wale vijana wadogo zaidi hawayajui hayo nyimbo zile. Nani akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa mto Kagera. Hawajui. Chukia kweli kweli. Kwa watoto wakifundishwa kuhusu rushwa, wakajua rushwa ni jambo la aibu, na ndio maana tukichukua hatua kali, wala watu wasituone tunafanyaje. Watu hatupaswi kuwaheshimu, kuwapa heshima watu ambao wanafanya vitendo vya rushwa na ubadhirifu. Tukiwafundisha watoto wakakuwa wakijua hiyo ndio itakuwa tabia yao, watachukia rushwa na vitendo vya rushwa, na tutajenga taifa linalochukia masuala ya rushwa. Tunapaswa kujipongeza kwa Watanzania katika kipindi cha uwenyekiti wa SADC 2024 hadi 25, ushiriki wetu katika tafiti za kikanda na za kupambana na rushwa, pamoja na kushiriki uangalizi wa chaguzi katika nchi mbalimbali.
Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inalenga kujenga taifa lenye nguvu kazi, yenye elimu, ujuzi, ubunifu, uadilifu na uwajibikaji. Rushwa ni adui mkubwa wa dhamira hii. Ilani ya uchaguzi ya CCM 2025 hadi 30 imeweka wazi kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni nguzo ya ustawi wa wananchi, demokrasia na utawala bora, na mkutano huu ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi hizo za chama na serikali. Na Mheshimiwa Rais kwenye haya masuala ya rushwa hajataka rushwa ipewe jina lolote zuri, iwe ndani ya chama ama nje ya chama, ndani ya umma. Ndio maana anachukua hatua, na kwenye kuchukua hatua masuala yanayohusu rushwa, Mheshimiwa Rais haangalii ndugu, rafiki wala mtu yeyote. Kwa hiyo twendeni tukafanye kazi hiyo tukijua tuna full support ya serikali katika